بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم محمد الله سبحانه وتعالى nakumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuamsha salama baada ya mapumziko, baada ya kulala, kwani kuna wengi walilala wakiwa wako salama lakini hawajaamka salama. Sasa wewe kujaliwa na Allah kuamka salama, hii ni neema, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa ufahamu na kuelewa kwamba jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kuanza nalo ni kuiswali salatu subhi, kisha tuendelee na majukumu yetu ya kila siku. Jambo ambalo hajaliona mwingine, wengi bado wamelala na wengine vile vile wameshatoka, wameshaanza majukumu yao, lakini hawajaiswali salatu subhi. Sasa wewe kujaliwa kuiswali salatu subhi, hii ni neema, na kwa neema hiyo kwa hakika unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia pia kubakia katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kufahamu mengi ambayo yanahusiana na dini yetu, hasa mambo ambayo yanahusiana na ibada. Muislamu ajue namna ya kumwabudu Mola wake, Muislamu afahamu namna ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo muhimu sana Waislamu kuhudhuria vikao kama hivi na kujifunza mambo ambayo yanahusiana na dini yao. Jana tulikuwa tunaendelea na mlango wa 15, ambao mlango huu wa 15 unahusiana na swala ya jeneza, kumswalia mtu anapokuwa amefariki. Anatakiwa andaliwe kisha aweze kuwa ni mwenye kuzikwa.
Jana tulianza masala ya pili katika mlango huu ambao unasema ni nani anayesimamia kumuosha maiti. Kwa tukaona ilivyokuwa bora anatakiwa asimamie kumuosha maiti mtu ambaye anafahamu namna ya ibada hii, anafahamu namna ya uoshaji, lakini vile vile anafahamu sunna, maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa upande huu wa kuosha maiti. Miongoni mwa watu ambao ni waaminifu, hata atakapoona kitu ambacho hakitakiwi kusemwa, hata kuwa ni mwenye kusema kwa sababu ya ule uaminifu wake. Kisha watafuatia wale ambao marehemu alitoa wosia kwamba mimi nikifa nizikwe na fulani, nioshwe na fulani. Kisha watafuatia ndugu zake wa karibu. Kwa hiyo tunaanzia hapo, wayajibu an yatawalla ghasla dhakari arrijal, ni wajibu wale watakaosimamia kuosha maiti ya kiume ni wanaume. Wal untha an-nisaa'u, na watakaosimamia kuiosha maiti ya kike ni wanawake. Wayustathna min dhalika az-zawjani, na kunavuliwa katika hilo mume na mke. Fa innahu likulli wahidin minhuma ghasla al-akhar, hakika kila mmoja katika mume na mke ana haki ya kumuosha mwenzake. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, kwa hadithi ya Aisha anasema law kuntu istaqbaltu min amri, lau ningekuwa ninajua jambo hili, jambo langu hili la kumuosha Mtume sallallahu alayhi wasallama, mastadbartu, nisingerudi nyuma. Ma ghassala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama khairu nisaihi, asingemuosha Mtume sallallahu alayhi wasallama isipokuwa wake zake. Hii hadithi inatufahamisha ya kwamba wanandoa anapokuwa amefariki mmoja wao, mmoja anaweza akamuosha mwenzake. Kwa hiyo kama amefariki mume, mke atamuosha mume wake, na kama amefariki mke, mume atamuosha mke wake. Kwa hiyo Aisha anasema ningejua, sio kwamba labda alikuwa hajui kwamba mwanamke anatakiwa kumuosha mume wake, ni ile hali tu ya msiba. Unapopatwa na msiba unaweza ukachanganyikiwa na ukasahau mambo mengi, baadaye ndio unaanza kukumbuka mambo ambayo ulikuwa umeyasahau. Kwa hiyo Aisha naye pia alisahau kwamba yeye ana haki ya kumuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mume wake, baadaye ndio anakumbuka. Kwa hiyo anasema ningejua wala asingemuosha Mtume sallallahu alaihi wasallama isipokuwa wake zake, kwa sababu walikuwepo wa kutosha. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki, aliacha wanawake 9. Kwa hiyo hawa wanawake 9 wangeweza kabisa kumuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kutokana na msiba, kama ambavyo msiba huwa hauzoeleki, hawakuweza kulikumbuka jambo hilo. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Aisha,
Na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alimwambia Aisha radhiyallahu anha, lau mitti qabli, kama utakufa kabla yangu mimi, ukitangulia wewe kufa Aisha, la ghassaltuki, ningekuosha, wa kafantuki, na ningekuvisha sanda. Kwa hiyo hii hadithi inatufahamisha ya kwamba inafaa mume kumuosha mke wake na mke kumuosha mume wake. Wa ghassalat Asma'u bint Umays zawjaha Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Asma bint Umays alimuosha mume wake ambaye ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr baada ya kufariki, Asma alisimamia na kumuosha mume wake. Hii inatufahamisha ya kwamba wanandoa wana ruhusa ya kuoshana atakapokuwa ametangulia mmoja wao. Kwa hadithi hizi ambazo tumezisema kwamba mke anapokuwa amefariki mume anaweza akamuosha mke wake, na mke vile vile anapokuwa amefariki mume anatakiwa amuoshe mke wake. Huu ndio utaratibu wa dini ya Kiislamu. Wala yughassalu shahidul ma'raka, na wala haoshwi mtu aliyekufa shahidi vitani, katika vita vya kupambana Waislamu na wasiokuwa Waislamu, akawa Muislamu ameuawa au Waislamu wameuawa, shahidi aliyefia vitani haoshwi. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama amara biqatla Uhud, aliamrisha kuhusu wale waliouawa katika vita vya Uhud, an yudfanu fi thiyabihim, wazikwe wakiwa wana nguo zao. Walam yughassalu, na wala hawakuoshwa. Walam yusalla alaihim, na hawakuswaliwa. Wakadhalika la yukaffanu, na vile vile hawavishwi sanda, wanazikwa na nguo zao zile zile ambazo wamefia nazo vitani, zikiwa na damu hivyo hivyo. Wala yusalla alaihi, wala hawaswaliwi, bal yudfanu bithiyabihi, bal shahidi aliyefia vitani atazikwa kwa nguo zake, kama fil hadithi sabiqi, kama ilivyo katika hadithi iliyotangulia. Kwa mtu aliyokufa vitani, yeye haoshwi wala havishwi sanda wala haswaliwi. Anachofanyiwa ni kitu kimoja tu, ni kuzikwa. Kwa sababu mambo ya wajibu kumfanyia maiti ni mambo kama manne. Mambo hayo ni lazima maiti ya Kiislamu ifanyiwe. Jambo la kwanza, mtu anapokuwa amefariki anatakiwa aoshwe. Haya ni mambo ya wajibu, anatakiwa aoshwe, na baada ya kuoshwa atavishwa sanda, atavikwa sanda. Hili ni jambo la pili ambalo ni la wajibu kwa Muislamu kufanyiwa. Jambo la tatu ni kuswaliwa. Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kuswaliwa. Baada ya kufariki anatakiwa aswaliwe, ni wajibu kufanya hivyo. Na jambo la nne na la mwisho ni kuzikwa. Kwa hiyo shahidi anapokuwa amefariki, yeye anafanywa jambo moja tu, anazikwa. Kwa hiyo haoshwi wala havikwi sanda wala haswaliwi. Wasaqtu wa huwa alwaladu yasqutu min batni ummihi, na mtoto akizaliwa kabla ya muda wake, mimba imeharibika
kabla ya kufika muda wake, dhakaran au untha, awe ni mwanaume au mwanamke, idha balagha 4 ashhuri ghusila, anapokuwa mimba hiyo imefikia muda wa miezi 4, mtoto huyo ataoshwa, awe ni mwanaume awe ni wa kike. Anapokuwa amefikisha miezi 4 ataoshwa, wakufina, na atavikwa sanda, wasulliya alayhi, na ataswaliwa, liannahu ba'da 4 ashhuri yakunu insanan, kwa sababu yeye baada ya miezi ile 4 anakuwa tayari ameshakuwa ni mwanadamu. Kwa mimba inapoharibika na mtoto amefikia umri, au mimba imefikisha miezi 4, mtoto huyo anafanyiwa mambo yote kama anavyofanyiwa mtu mzima. Ataoshwa, atavikwa sanda, lakini pia atakuwa ni mwenye kuswaliwa na kwenda kuzikwa. Almas'alatu thalitha, hukmu takfinihi wa kaifiyatuhu, hukumu ya kumvisha sanda au kumvika sanda maiti na namna ya kumvika sanda. Wa takfinuhu wajibun, kumvisha sanda au kumvika sanda ni jambo la wajibu kama tulivyosema. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama, fil muhrimi alladhi waqasatuhu rahilatuhu, kuhusu yule bwana aliyohirimia hija na akawa amekanyagwa na ngamia wake akafariki. Mtume alisema, wakafinuhu fi thawbaini, na mvikeni sanda ya mashuka mawili. Walwajibu satara jami'il badani, na jambo ambalo ni la wajibu ni kustiri mwili wote. Fa illam yujad illa thawbu qasir, ikiwa nguo haijapatikana ya kumsitiri maiti isipokuwa nguo moja tena fupi, la yakfi li jami'il badani, haitoshi kufunika mwili wote. Ghutiya ra'suhu, atafunikwa kichwa chake. Waju'ila ala rijlaihi shay'un min al-idkhir, na atawekwa katika miguu yake majani ya mti unaoitwa idkhir. Liqauli Khabbabi fi qissati takfini Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, Khababu anasema akielezea kisa cha kumvika sanda Mus'ab ibn Umair, Khababu anasema, fa amarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama an nughatiya ra'sahu, alituamrisha mtume sallallahu alayhi wasallama tumfunike kichwa chake. Wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhiri, na tuweke katika miguu yake majani ya mti wa idkhir. Kwa maana masahaba wanasema walikuwa wanapoivuta ile shuka ikafika kichwani, miguu inabaki wazi, na wakiivuta wakiirudisha miguuni, kichwa kinabaki wazi. Kwa hiyo hapa sheria inakwambia maiti anatakiwa afunikwe kichwa, kama shuka ambayo au sanda ambayo anavishwa ni fupi haitoshi, basi atafunikwa kichwa kwanza, kisha miguuni watu wanaweza wakaweka hata majani. Wala yughatta ra'sul muhrim al-dhakari, na wala hairuhusiwi kufunika kichwa cha maiti aliyefia hija, ambaye tayari alishahirimia hija, yeye hafunikwi kichwa. Lakini maiti ambayo ni ya kiume, mwanaume akifia kwenye hija
hafunikwi kichwa chake wakati anazikwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume aliposema wala tukhammiru ra'sahu, na wala msifunike kichwa chake. Atakiwa aende vile vile kama ambavyo haoshwi muhrim anaoshwa. Wala tukhammiru ra'sahu, na wala msifunike kichwa chake. Atafunikwa kuanzia kwenye shingo yake mpaka kwenye miguu yake, lakini kichwa hatofunikwa, kwa sababu mtu anapokuwa yuko kwenye hija, mwanaume haruhusiwi kufunika kichwa chake akiwa kwenye hija. Mwanamke anajifunika tu kama kawaida. Wa yakunu dhalika bithawbin la yasifu albasharata satiran, na vile vile sanda inatakiwa iwe ni nguo ambayo haionyeshi mwili wa maiti, yani siwe ni nyepesi ya kuweza kuonyesha mwili wa maiti, iwe ni yenye kustiri vizuri. Wayajibu an yakuna min malbusi mithlihi, na vile vile inatakiwa iwe ni nguo ambayo inafanana na nguo ambazo zinavaliwa. Li'annahu ijhafa ala almayyit wala ala warathatihi, maiti anatakiwa asitiriwe kwa nguo, na nguo hata ikafanana na nguo ambazo watu wanazivaa si vibaya, kwa sababu inakuwa si kumdhalilisha maiti wala si kuwadhalilisha wale watu ambao ni watu wa marehemu. Wa sunnatu takfinu rajuli fi 3 lafaifa, na ilivyokuwa sunna, mwanaume anatakiwa avishwe sanda mashuka 3, bidhin min qutnin, tena mashuka hayo yawe ni meupe yanayotokana na pamba. Mashuka 3 meupe na ya pamba. Tubsatu ala ba'dhiha, yatatandikwa na yatawekwa hapo chini, yatabebanishwa. Wayudha'u alaiha mustalqiyan, na maiti atawekwa katika yale mashuka 3 ambayo yamebebanishwa yote 3, atawekwa juu ya yale mashuka 3 akiwa amelala chali. Thumma yuraddu tarafu al-ulya min al-janib al-aysari, kisha itachukuliwa shuka upande wa juu, upande wa kushoto utachukuliwa, utafunikwa juu ya upande, utarudishwa juu ya upande wa kulia. Thumma tarafuha al-aymanu, kisha utachukuliwa upande wa kulia, ala al-aysari, utaletwa kushoto. Thumma thalitha, kisha shuka la pili litafanywa hivyo hivyo, utachukuliwa upande wa kushoto unaletwa kulia, na wa kulia utapelekwa kushoto. Thumma thalitha, kisha shuka la 3 litafanywa hivyo hivyo. Thumma yuj'alu zaidu 'inda ra'sihi, kisha sanda ile inatakiwa izidishwe kidogo upande wa kichwa chake. Thumma yuqadu, kisha kutafungwa kule kichwani. Baada ya kuizidisha ile sanda kichwani, inafungwa kabisa vizuri. Falau kana zaida akthara, na kama itakuwa ni yenye kuzidi, yani inatosha, ju'ila inda qadamaihi, itafanywa katika miguu yake vile vile, kadhalika vile vile. Wa yuqadu, na itakuwa ni yenye kufungwa. Kwa hiyo atafungwa huku kichwani vizuri, na huku miguuni inafungwa vizuri. Fa inna dhalika athbatu lilkafni, huko ndio ukamilifu wa kumvisha sanda maiti. Liqauli Aisha, kwa kauli ya Aisha radhiallahu anha, Aisha anasema kufina Rasulullah sallallahu alayhi wasallama fi 3 athiyabin bidhin sahuliyah,
alivikwa sanda Mtume sallallahu alayhi wasallama mashuka matatu meupe tena ya pamba, jududin yamania, mashuka hayo ni mapya tena yametoka katika nchi ya Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamatun, hakuna ndani yake kanzu wala hakuna kilemba. Udraja fiha idrajan, yani hakuna kanzu wala hakuna kilemba ambacho kimeingizwa katika yale mashuka. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallama, na kwa kauli yake Mtume aliposema ilbisu min thiyabikumul bayadha, vaeni katika nguo zenu nguo ambazo ni nyeupe, fa innaha min khairi thiyabikum, hakika nguo ya rangi nyeupe ni katika nguo zenu zilizokuwa bora. Wakafinu fiha mautakum, na wavisheni sanda ya rangi nyeupe mauti zenu. Kwa ni vizuri ipatikane sanda nyeupe, lakini kama itakuwa imekosekana nyeupe, anaweza akavishwa sanda ya rangi yoyote, lakini vizuri ikawa ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe ni rangi ambayo anaipenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, inapendeza. Hata vile vile kwenye kuvaa, kama ni kanzu, basi ukivaa kanzu nyeupe inakuwa ni yenye kupendeza zaidi. Wal untha khamsatu athwabi, na mwanamke sanda yake ni nguo 5. Yani mwanamke anatakiwa kujistiri akiwa yuko hai, lakini pia akiwa amefariki vile vile sanda yake, mashuka yake yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo anatakiwa avalishwe nguo 5 min qutnin, tena ziwe za pamba. Izarun, shuka, yani lazima kuwe kuna shuka ambalo linakaa kuanzia kiunoni kushuka chini. Wa khimarun, na ushungi. Wa qamisun, na kanzu ambayo anavalishwa inaenea mwili mzima. Wala fafataini, na mashuka mawili. Waswabiyu fi thawbin wahidi, mtoto mdogo anaweza akavishwa sanda moja tu, shuka limoja linamtosha mtoto mmoja. Wayubahu fi thalathati, na vile vile ni halali mtoto kuvikwa sanda mashuka 3, si vibaya vile vile, kama zitakwepo anaweza akafanywa hivyo. Waswaghiratu fi qamisin wala fafataini, na mtoto wa kike mdogo atavishwa kanzu, nguo ambayo inaenea mwili mzima, kisha yatafuata mashuka mawili. Kwa hiyo kutakuwa na nguo kama 3 kwa mtoto wa kike. Almas'alatu ar-rabi'a, mas'ala ya 4, as-salatu 'ala al-mayyit, kumswalia maiti. Hukumuha, hukumu yake, wa dalilu dhalika, na dalili ya hilo. As-salatu 'ala al-mayyit fardhu kifaya, kumswalia maiti ni faradhi ya kutoshelezana. Idha fa'alaha al-ba'dhu, baadhi ya watu wakilisimamia hilo, wakilifanya, saqata al-ithmu 'anil baqin, yataondoka madhambi kwa watu wengine waliobakia. Lakini kuna thawabu na malipo makubwa kwa mtu ambaye atasimama kumswalia maiti. Lakini jambo hili vile vile Waislamu wamekuwa ni wenye kurudi nyuma. Waislamu wanaweza wakapeleka jeneza msikitini, alafu na shangaa wanakaa nje. Jeneza linapelekwa kabla ya swala, watu wataswali, wao wamekaa nje. Wanaswalia jeneza, wao wamekaa nje. Yani wao wanasubiri kuja kubeba tu. Tena wengine unakuta ni watu wa karibu kabisa na marehemu, lakini hawamswalii maiti. Ili si jambo zuri, ili si jambo jema. Unapomswalia maiti unapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daliluha, na dalili yake, qauluhu
sallallahu alayhi wasallama, ni kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama, fi man mata wa alayhi daynun, kuhusiana na yule aliyefariki akiwa ana deni. Mtume alisema sallu ala sahibikum, swalieni jamaa yenu, mswalieni maiti wenu. Kwa maana mtume aligoma kumswalia maiti huyu ambayo ana deni. Ndio maana unaona katika mazishi ya Kiislamu mara nyingi watu huwa wanatangaza anayemdai marehemu ajitokeze, lakini pia wanaodaiwa na marehemu wajitokeze. Na ndivyo alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa anauliza, je, marehemu huyu ana deni, kuna mtu anamdai? Kuna siku wakajitokeza watu ambao wanamdai marehemu. Mtume akakaa pembeni akawaambia, mswalieni maiti yenu, mswalieni jamaa yenu. Yeye hakumswalia, akarudi nyuma. Hii ni kuonyesha ubaya wa deni. Mambo ya kudaiwa si mambo mazuri. Unakopa hapa, unakopa hapa, unakopa huku, baadaye unaanza kuzungusha, hutaki kuwalipa watu haki zao. Uliahidi nitakulipa mwisho wa mwezi unafika haulipi. Nitakulipa baada ya muda fulani, muda huo unafika haulipi. Mnaanza kusumbuana mpaka inafikia mahala watu wanachukiana kwa sababu ya mambo haya ya kudaiana. Deni si jambo zuri. Unaweza ukafa na deni kisha ukaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa makano shahidi ni hapa aliposema mtume sallallahu alayhi wasallama, sallu ala sahibikum, mswalieni jamaa yenu. Hii ni dalili ya kwamba mtu anapokuwa amekufa anatakiwa kuswaliwa. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallama yawma mauti najashi, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema baada ya kupata taarifa ya kufa an-Najashi, mfalme wa Ethiopia. Alipopata taarifa kwamba mfalme huyu amefariki, mtume alisema inna akha lakum, hakika ndugu yenu qad mata, amefariki. Faqumu fasallu alayhi, simameni na mumswalie swala ya jeneza kwa ghaibu. Simameni mswalieni ndugu yenu aliyefariki katika nchi ya Ethiopia. Kwa mtume aliposema faqumu fasallu alayhi, simameni na mswalieni, hii inaonyesha kwamba maiti anapofariki anatakiwa awe ni mwenye kuswaliwa. Kwa ndugu zangu katika imani, watu wanatakiwa kujifunza swala hii na namna ya kuiswali swala hii, ili inapotokea Muislamu amefariki uweze kumswalia. Na tutaangalia na kuona namna ya swala ya maiti, ni kitu gani kinachosomwa wakati unamswalia maiti. Hilo tutaliangalia katika darasa zetu zijazo. Kwa leo ndio itakuwa ni mwisho wa darasa yetu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil